Watafute baa nyingine ya kunywa. Kama mimi ni mwizi, kama mimi nafanya chochote, wasije. Baada ya kufanyika kwa kikao kati ya kamati ya ulinzi na usalama ya kata Olorieni pamoja na mwanamke anayefahamika kwa jina la Nice Msheri maarufu kwa jina la Chinaz, baada ya maamuzi kutoka ya kwamba wamesikiliza pande zote na watatoka na majibu, tumempata kwenye mahojiano Chinaz ambaye amezungumza na kusema kwamba hatohama kwenye huu mtaa, lakini pia amezungumzia pia matukio ambayo yamewahi kumuumiza, licha ya watu wengi kudai kwamba yeye ndiye ambaye amewaumiza watu wengi zaidi katika mtaa huu. Naitwa Nice Godfrey Msheri, maarufu jina Chinaz. Kulikuwa kuna kikao cha mtaa kwa ajili ya kuleta amani na wananchi, kwa ajili ya watu kutoa kero zao. Watu wametoa kero mbalimbali na mimi nimeweza kuwajibu, na baada ya kuwajibu kuna hata moja ambayo kuna mtu amesema simu yake alikuja akafanya fujo, nikashikilia simu yake ambayo ni simu ndogo, kwa hali maarufu inaitwa kiswaswadu. Kwa hiyo nilivyoshikilia ile simu akasema iko kwangu. Hakujua kwamba ile simu nilifuata sheria, ile simu iko sento na iko kwa mpelelezi, na yeye hakuifuatilia ile simu yake. Leo ndo amejua ndani ya mkutano huu. Kwa hiyo baada ya mkutano tumemaliza kwa amani. Mimi nilikuwa naomba wananchi na viongozi kwamba inapotokea jambo mimi kutuhumiwa, ifuate sheria, wasichukulie sheria mkononi. Kikao kimeamua, watakutana, watajadili, wataongea, lakini mimi sitaweza kuondoka hapa kwa tuhuma za uongo. Mimi nashauri mtu yote anayekuja kwenye ofisi yangu, akipata na changamoto yoyote, akipata na chochote, aende kwenye ngazi, aanze kwa balozi, kwa mwenyekiti, awe na kidhibitisho, awe na vielelezo, lakini sio kwa midomo tu, sio kwa midomo tu. Kwa hiyo itakapopatikana hivyo vielelezo, hata leo wameshindwa, maana baada nimewaambia aliyeibiwa atoke mbele akiwa na arabi, hakuna aliyetoka. Ni kweli pale ni baa, kuna mambo mengi. Kwa maana hata mtendaji aliongea akasema ile ni baa ina mambo ya baa ni mengi. Kwa hiyo mtu anapokuja pale baa, pengine nyumbani ameenda amelewa, ametokea pale kwangu ameonekana. Nyumbani ile baa hajaacha ila mboga. Kwa hiyo akifika, akifanywa tukio lolote anaweza kafika pale kusema nimeibiwa. Kumbe hajaibiwa. Kumbe mwenyewe, na mimi huwa simbebi mtu mgongoni. Mimi ni biashara, nafanya biashara, nina leseni. Nafanya biashara, nalipa mapato, nalipa leseni, nafanya biashara halali. Sifanyi biashara ya magendo. Kwa hiyo simuiti mtu. Kama wanaibiwa wasije, watafute baa nyingine ya kunywa. Kama mimi ni mwizi, kama mimi nafanya chochote, wasije. Mimi mpaka sasa hivi baa iko wazi, sio nitaendelea kufungua. Nilifungua kwa mujibu wa sheria. Leo leseni yangu inaruhusu kufungua saa ngapi? Huwa nafuata sheria za leseni, nafanya biashara. Kwa hiyo nimefuata sheria ya leseni, nafanya biashara, na mpaka sasa hivi sio kwamba ninafungua, ni kwamba nimefungua. Tangu yale itokee hijaniteteresha kibiashara. Asilimia kubwa ya watu wanaokuja, maana sio watu wote wananipenda, kuna wanaonipenda na kuna wanaonichukia. Sidhani hata kama wewe mwandishi wa habari, kuna watu wanaokupenda, kuna watu wanaokuchukia. Huwezi kuchukiwa na watu wote. Ndio maana hata kwenye huu umati wa watu ambao ni mkutano, wako watu 100, lakini waliotoa kero zao sio 100, hawajafika hata nusu. Nadhani ni kama watu 7, hawajafika hata nusu ya hao watu 100. Kwa hiyo wanaogopa mimi nafanyaje, naua watu. Nina bastola kwamba natembea ni waue. Mimi sina hata, yani sina hata, similiki silaha yoyote. Wananiogopa kwa sababu gani, na wafanyaje? Kwamba usieleze kero zako kwa sababu gani? Madai yao yameonekana kama wana usingi kwa sababu hawana udhibitisho. Nilivyowaambia arabi, mimi ndio na arabi nyingi za watu kunifanyia matukio. Wanakuja hapo hawalipi, naita kweli gari ya polisi wanapelekwa, lakini nilivyowaomba arabi hakuna hata mmoja mwenye arabi ya kunishtumu mimi. Ushauri wangu sitaka maneno yaendelee. Wewe ni rafiki yangu. Kesho asubuhi tutatafuta nyumba maeneo mengine. Naomba utulivu. Naomba tabia maisha yako mambo mawili tu. Maisha ya kukubali ama maisha ya kukataa.
namna nzuri, naomba utulivu. Kama unataka njoo ongea, naomba utulivu. Mambo mawili, maisha yanaweza yakakukubali na ukaishi vizuri, lakini maisha yakikukataa, jamii inakukataa, ni mbaya, ni mbaya sana. Mtendaji, haya mambo yote yanaongelewa. Mimi nimekuwa kiongozi kwenye kata hii kwa muda mrefu sana. Tumepitia kwenye matukio mengi. China ni rafiki yangu. Naomba ili jambo lisiendelee, liishie hapa. Lakini kuna ushauri uliotolewa. Yule mtoto ni wa kwetu sisi kama jamii. Hakuna mtu anapenda kuona mtoto wa umri ule anapita kwenye matatizo makubwa. Kwanza tunamuumiza kisaikolojia. Lakini busara ya meza yako mtendaji na mwenyekiti na busara ya China, najua kuna wakati akiamua anaamua kuwa na busara nzuri sana. Nimekaa naye muda mrefu sana. Akipenda kutumia busara, haya mambo yote yataisha na yeye ataenda kuanza maisha mapya na Mungu atamfungulia maisha mengine huko. Anayegombea udiwani hajanifosi, hajatumia nguvu, na alivyoondoka nimechukua namba yake. Nilikuwa sina namba yake, nimechukua namba yake kwa mwenyekiti. Kwa hiyo nitaona naye, naomba nione na mimi kesho ili azungumze na mimi. Kilichonikera zaidi ni pale wanapopewa watu wenye kero zao nafasi ya kuongea, wao hakuna anayeongea. Lakini mimi ninapopewa nafasi ya kuongea, wanapiga kelele mpaka wanatulizwa, kwa sababu kuna ukweli ndani yake na ukweli unauma. Ndio maana wao walikuwa wanapiga kelele mimi ninapoongea, lakini wao walipokuwa wanaongea wanasikilizwa, kulikuwa hamna kelele yoyote. Wengi wamezungumza kwa maana ya kukulalamikia, malalamiko zaidi ya 10 kwako. Wewe ni malalamiko gani ambayo unayo pia kwa hawa wananchi? Mimi ninayo malalamiko kwa hawa wananchi. Asilimia kubwa mara nyingi unakuta sijui ni kutumwa, sijui anatumwa na wengine, sio wote. Mtu anakuja hanunui chochote, anaanza matusi, anaanza fujo ili tu na wewe umwanzishie fujo. Mfano hapa kwenye mkutano, kabla sijaondoka, kuna dada mmoja amenianzishia, nikawa nimemwambia nitavunja hiyo simu yako alafu unione mbaya hapa. Ananipiga picha bila idhini yangu. Hilo ni kosa. Na mimi nikamwambia dada, nitachukua hiyo simu niivunje hapa mkutano ukiwa umeisha, tuanze kwamba China ni mbaya. Kwa hiyo wengi wamekuwa wakinifuata mimi kunichokoza ili nionekane mbaya. Kwenye ile vurugu iliyotokea ikapelekea watu kuvunja baadhi ya vitu kwenye eneo lako, ni watu wangapi wameshikiliwa na watapelekwa wapi? Wameshikiliwa watu 5 na watapelekwa mahakamani kesho. Sijawaonea kwa sababu hata jeshi la polisi wakati wanavunja walikuwepo. Kwa sababu kisheria kuchukua sheria mkononi si kosa. Kama mimi walikuwa wananituhumu natembea na waume za watu, ninaiba, hivyo vitu walivyovunja ndivyo vinavyotembea na waume za watu au ndivyo vinavyoiba. Unaonekana ni uwivu wa kimaendeleo kwa sababu vile vitu haviongei. Yale maua, vingu vya maua viongei, havina mdomo. Kwa nini wavivunje?